paro yo kuchakia esto stangasria mkubra television le paro lai eli chile skaslai hasa siria espana li chomu yo kuulira abantu baluya ni hatua inde ya kubere na konya bantu bangi banyale ukunyola meko tofauti kubera mu TV handi banyale kumanya makuwa mai haka bandele akanyala ukonya kubadisha tobula ngwagulo bantu bamenyere mubula mwawe neli paro li chile skaslai ne ndinele superambu ndina konya hata kolera abantu alala ile banyala kwekesi yangulo bali bafwana ndima ndoka bada kankola kula bali bamenyere mushalisi Nakaribisha tena katika mafundisho haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunajifundisha kuhusu kanuni za vita vya kiroho, umuhimu wa madhabahu katika anga za kiroho kwa Mkristo, na namna ya kufanya maombi yako yasicheleweshwe, yajibiwe haraka. Naitwa Bishop Jacob Scott Jacobs, natoka kanisa la CMI and Ministries International Kenya. Kuna maandiko kadha wa kadha ambayo ningependa tuweze kuyaangalia na yataweza kutusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Andiko la kwanza liko kitabu cha Hosea, mlango ni wa 4, mstari ni wa 6. Hosea chapter 4 verse 6. Sehemu ya kwanza ya andiko hilo linasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kutojua. Tafsiri zingine zinasema kwa kukosa maarifa. Ingereza inasema my people are destroyed for lack of knowledge. Kutojua, ukosefu wa maarifa. Mungu anasema kwamba watu wangu, wale ambao wameokoka, wale ambao wanamjua Mungu, wanamjua Yesu Kristo, maandiko yanasema wanaangamia, sio kwa sababu shetani hapo na nguvu, hapana. Sio shetani kwamba ana uwezo, hapana. Nguvu, uwezo, mamlaka. Yesu alimnyang'anya shetani. Alipofufuka alisema, tazameni, ufalme wote na mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi.
na akawaambia Wakristo, nendeni ulimwenguni kote mhubiri Injili. So Yesu Kristo yeye ndiye kichwa cha principalities na powers. Maandiko yanasema hivi kwamba Jesus Christ is the head of all principality and power. Utawala wote wa ulimwengu wa kiroho, Yesu Kristo ndiye kichwa, yeye ndiye yuko juu wa huo utawala. Kwa hivyo shetani na maprincipality zake na mapowers zake wako chini ya himaya na utawala na dominion ya Yesu Kristo. Ningependa uelewe kabisa kanuni za vita vya kiroho, kwa sababu somo hili limejificha watu wengi na Wakristo wengi ni victims. Ni victims, wana ni casualties wa vita vya kiroho kwa sababu ya kutojua. Fungua maandiko yako twende pamoja. Tumeshasoma Hosea chapter 4 verse 6 ambayo inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kutokujua. Na kwa sababu ninyi mmekataa kujua, nitawakataa msiwe makuhani wangu. Kwa kuona ya kwamba mmeikataa sheria ya Bwana Mungu wenu, nami nitasahau watoto wenu. Twende tena kitabu cha Injili ya Luka mlango wa 16 mstari wa 8. Luka 16 mstari wa 8. Luka 16 mstari wa 8. Kuna hadithi hapo kuanzia mstari wa kwanza ambayo inaongea kuhusu tajiri mmoja ambaye alikuwa na wakili fulani aliyesimamia mali zake. Na kuna mambo fulani ambayo yule wakili alifanya. Kisha baadaye tuone Bwana Yesu alisema namna gani kuhusu wakili huyu. Verse 8. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara. Kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Kuna principle hapo ya kanuni ya vita vya kiroho. Luke chapter 16 verse 8 ambayo inahuzunisha kidogo kuhusu sisi wa Kristo. Hosea 4:6 anasema kwamba sisi wa Kristo tunaangamia kwa kutojua tu. Sio kwa sababu shetani hapa na nguvu, hapana. Sisi wa Kristo ndio tuko na nguvu zote. Wewe unaniangalia, wewe ndio uko na nguvu zote. Uko na mamlaka yote. Uko na uwezo wote. Nguvu zako wewe Kristo mmoja zinashinda jeshi la shetani lote na mapepo wake na wachawi wake na majini yake yote pamoja na shetani mwenyewe. Hawawezi kukushinda wewe Kristo mmoja, hata ukiwa mtoto mdogo. Bora kumwamini Yesu Kristo, una nguvu za ajabu. Lakini shetani ana ila na ana ujanja. Na kwa sababu wa Kristo ujanja na ila za shetani zimewafichikia. Tumisha Mungu Paulo anasema kwa sababu sisi tunazijua ila za shetani. Si kwamba ila na hila za shetani zimetufichikia, hapana, tunazijua. Lakini Wakristo wengi wamefall victims na wamekuwa casualties wa vita vya kiroho kwa sababu hawajui vita vya kiroho ni nini. Kitu cha kwanza ukianza kuwafundisha anasema hakuna kitu kama hicho. Hata ni Wakristo wachache sana ambao wanaamini kama kweli Yesu yuko. Very few. Wachache sana. Hata wanaamini wachache sana wanaamini kweli shetani yuko. Wachache sana. Ukiuliza kwa kweli kabisa unaamini Yesu yuko, unaamini shetani yuko, unaona wanaanza kuchanganyikiwa. Hawana kusimama, wanaanza kuchanganyikiwa. Wanaanza kuquote mambo ya shule, mambo ya masomo, mambo ya evolution na kuchanganyikiwa kwingi. Hayo mambo ulifundishwa ili upite mitihani. Lakini roho yako inaokolewa kwa imani kwa vile Yesu Kristo. Haleluya. So, tuendelee. Hosea 4:6, Mungu analia, anasema watu wangu wanaangamia kwa kutojua. Kutojua nini? Watu wangu wanaangamia kwa kutojua. Watu wa Mungu wenyewe, wa Kristo wenyewe, walionunuliwa kwa damu ya Yesu, waliobatizwa kwa Roho Mtakatifu, ambao majina yao yameandikwa kitabu cha uzima, ambao wamepewa urithi, ahadi zote za mbinguni ni zao. Au ndio vichwa. Deuteronomy chapter 3 verse 1 to verse 12. Inasema kwamba wewe ndio kichwa. Wewe ndio uko juu. Wewe hauko chini, wewe si mkia. Wewe ndio kugawa, sio kuomba. Wewe umebarikiwa, kila kitu unagusa lazima kinawili. Lakini Wakristo wangapi wamebarikiwa? Na Wakristo wangapi wao wako juu, wao ni vichwa. Ni wangapi? Wakristo ndio beggars. Wakristo ndio watu wa kuomba. Yaani ni kinyume. Ukiangalia ahadi za Mungu ambazo ameahidi juu ya Kristo na maisha ya Kristo jinsi ambavyo wanaishi, iko opposite. Ndio unajiuliza shida ilitokea. Kwani Mungu ni Mungu? Aliahidi kwamba Kristo ndio wako juu na wanajipata chini. Kwani Mungu ni Mungu? Mungu hawezi kudanganya. Ndani mwake hakuna kivuli cha kugeuka na ugeugeu. Akisema amethibitisha ni ukweli.
lakini watu wake bado wanaangamia. Wanaangamia kwa nini? Kwa kutojua. Ni nini ambacho hawajui? Hawajui kanuni za vita vya kiroho. Na Yesu amenituma kwa kizazi hiki uweze kukufunulia wazi kanuni za vita vya kiroho. Moja wapo hizi kanuni ni principle ya madhabahu. Principle ya madhabahu. Nimekuwa nikifundisha kwa urefu, kwa undani sana. Angalia Luka mlango wa 6 mstari wa 8. Inasema ya kwamba yule bwana alimsifia sana hakimu dhalimu, kwa sababu Yesu akafafanua principle pale kwamba wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wao huwa na hekima sana kuliko wana wa nuru. That's a very sad thing. Very sad thing. Na ni ukweli. Hebu angalia wana wa ulimwengu huu wakienda kwa mganga. Hata kama amesoma, ni profesa, ana madigrii. Akienda kwa mganga, kile kitu mganga atamwambia atafanya bila kuuliza maswali. Na ni profesa. Ataweka kando masomo yake. Mganga akimwambia tafuta yai la burukenge, jamaa atatafuta yai la burukenge. Atatafuta mpaka pale. Tafuta mwiba, tafuta ngozi ya kuchakulo, atatafuta. Yaani wao hufuata maagizo ya manabii wao ambao ni waganga na waonaji bila kuuliza maswali. Wana wa ulimwengu huu, hata kama wamesoma namna gani, wana wa ulimwengu huu, bora mganga wao amesema, watafuata bila kuleta masomo. Lakini Wakristo wangapi wanapenda kuleta maswali, wanaanza kubishana, wanaanza kusema maandiko yanamaanisha hivi, wanayakuwa opposite, wanaanza kubishana. Na hawajui kwamba sisi wahubiri ambao tumeitwa kuhubiri kile Yesu Kristo, Mungu ametupa mamlaka makubwa kuliko hao waganga. Nimekwambia kwamba wewe Kristo mmoja, wewe tu jinsi ulivyo, hata si lazima wewe umeitwa na Mungu. Una nguvu za ajabu za kumshinda shetani na mapepo wake wote na majini zake zote na waganga na wachawi, hata wakija pamoja na waite ndugu zao mara milioni moja, hawakuwezi. Tayari kuna mtu ndani ya roho yake amin. No. So wana wa nuru, sisi wana wa nuru, tuko na weakness moja. Tunakosa ufahamu wa yale mambo ambayo Mungu ametuachia tutembee ndani mwake. Tunakosa ufahamu wa principles ambazo zinagavana vita vya kiroho. Unapata whole professor ameenda kwa mganga, ameambia kwamba atembee uchi usiku, aende kwa junction ya barabara, afanye mazingo yake pale, ataenda na atatimiza bila kuuliza maswali. Wacha ifike kanisani. Hapo ndio utapata masomo yanaletwa. Hapo ndio utapata watu wanakukutia vitabu. Na mbona hauulize mganga? Mbona wakati unaenda kwa mganga hauulizi maswali yake? Mbona ukienda kwa mganga hauulizi, walete kisomo chao? Kwani ni kwa sababu maandiko yamesema Luka 16 mstari wa 8 kwamba wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wao huwa na hekima sana. Hekima yao ni gani? Wanafahamu kanuni zinazoelekeza vita vya kiroho. Wanafahamu mambo ya madhabahu katika ulimwengu wa kiroho. Na haya ndio mambo ambayo kanisa halijui. Tuangalie tena mahali pengine katika Injili ya Yohana. Maandiko yanasema hivi: tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Sasa moja nasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kinachoweka huru ni ukweli unaojua. Ukweli ambao kwamba haujui na hauapply, hauwezi kukuweka huru. Wakristo wanadhani kwamba wanapookoka wanakuwa huru vile. Unakuwa huru kutoka katika dhambi, unapewa uzima wa milele. Lakini sasa kuna mambo kadha wa kadha ya kutawala ulimwengu huu na kuutiisha, kuexercise dominion hapa duniani. Kuna ukweli katika maandiko ambao utafundishwa, ujue, uapply, na ndio utakuwa huru kwa jina la Yesu. Kwa mfano, na Wakristo wangapi ni wagonjwa? Hata sasa hizi na wengine ni wagonjwa. Maandiko yanasema namna gani kusema kwa? Si anasema wazi ya kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo nyinyi mlipona. Tena anaweka past tense. Kwa mapigo ya Yesu Kristo nyinyi mlipona. Wewe ni ukweli. Usipojua na uapply, magonjwa yatakulemea tu.
Maandiko yanasema naongea kuhusu umaskini. 2 Corinthians 8 na Korintho wa pili na 9 nasema naongea kwamba kwa maana mnaijua neema ya Bwana Yesu Kristo jinsi alivyokuwa tajiri, lakini kwa sababu yeye alifanyika maskini ili nyinyi kupitia umaskini wake Yesu Kristo mfanyike matajiri. Huo ndio ukweli. Je, unajua? Wakristo tulifundisha jambo. Principles zinazogovern vita vya kiroho zina apply kwa ulimwengu wa giza na kwa ulimwengu wa nuru bila kubagua. Kinachofanya watoto wa giza wanakuwa so effective katika vita vya kiroho ni kwamba wao huobei bila maswali. Wanaobei bila maswali. Mganga wao akiongea wanaobei bila maswali. Mwonaji wao akiongea wanaobei bila maswali. Wanaambiwa wafanye vitu ambavyo ni vya ajabu na zingopo ambao ni ajabu ukisikia utashangaa sana. But they obey bila maswali. Watoto wa Mungu nao wamejaa maswali. Wamejaa kunung'unika. Wanaleta kibelebele kujua. Principle za vita za kiroho ziko universal. Watu wa giza wakiziapply watavuna. Wewe ukileta siasa utabaki chini. So ninafundisha kuhusu ukweli ambao umefichika kidogo kutoka kwa kanisa la kizazi hiki. Principle ya madhabahu. Matendo ya Mitume 10, Petro aliongea jambo. Mstari wa 34 na 35. Maandiko yanasema hivi. Kisha Petro akafungua kinywa chake na akasema, kwa hakika ninafahamu ya kwamba Mungu hana upendeleo wa wanadamu. Mungu habagui kwamba atainua huyu hapo chini. Atajibu maombi ya huyu hatajibu. Zamani nilikuwa nakumbuka niliwahi kwa darasa fulani. Walikuwa wanafundisha kuhusu maombi. Nasema kwamba Mungu anaweza kujibu maombi mara 3. Anaweza kuambia ndio. Anaweza kuambia ngoja. Anaweza kuambia hapana. Hiyo ni kwa watu ambao hawajui. Watu ambao hawajaokoka. Watu ambao Roho Mtakatifu hayuko ndani mwao. Lakini kama umeokoka, Roho Mtakatifu anaishi ndani mwao. Tayari maandiko yanasema kitabu cha Warumi kwamba sisi hatujui tuombeje, tuombe namna gani na tuombeni. Bali Roho Mtakatifu ndani mwetu hutusaidia katika udhaifu wetu. Kufanya maombezi kulingana na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu hapo ndani mwako. Anajua ni kitu gani ambacho Mungu yuko tayari kurelease kwa hii season. Kwa hii season Mungu anajua. Na Roho Mtakatifu kwa sababu ni Mungu, yeye atakusaidia maana anaishi ndani mwako, wewe umeokoka, mwili wako ni hekalu lake. Anaelewa tayari ni nini ambacho Mungu ameachilia kujibu kwa hii season. Roho Mtakatifu anajua. So atakupa shinikizo la kuombea vitu ambavyo Mungu tayari ako tayari kujibu kwa hii season. Maombi hujibiwa na seasons. Kila season ina majibu ya maombi. Na Roho Mtakatifu anafahamu hizo seasons. So ukianza kuomba ndani ya Roho Mtakatifu, unaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba maombi kama haya, ahadi za Mungu kwetu sisi sote ni ndio na amina. Kama unaomba sawa sawa na Roho Mtakatifu, ahadi zake Mungu kwako wewe ni ndio na amina. Ndio na amina. Ndio na amina. Ndio na amina. Kwa hiyo wewe mtoto wa Mungu umekuwa ukiomba. So Roho Mtakatifu amekuwa akiomba kukupitia. Sidanganyike kwamba Mungu alikwambia ati hapana. Alikwambia ati ngoja. Kama ulikuwa unaomba kwa mwili, kama ni mwili ulikuwa unaomba, bila shaka Mungu hasikii maombi ya mwili. Maandiko yanasema kitabu cha Galatia ya kwamba Ismaili hawezi kurithi ahadi pamoja na Isaka. Ismaili ni yule mwana aliyezaliwa katika mwili. Wewe kama umezaliwa mara ya pili, mtu wa zamani, ule mtu wa mwili alikwisha kufa. Na mahali pake kazaliwa mtu mpya anayefanana na Yesu Kristo. Yeye ni mtu roho, anaongoza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anaomba kumpitia. Desire zake zote zinakubaliana na mapenzi ya Mungu. Ndio maana maandiko yanasema John 14:14 ya kwamba na ukiomba neno lolote kwa jina langu mtaletea. Anaongea na wana wa roho. Anaongea na wana wa mbinguni. Maana desire zao zote zinakubaliana na mapenzi ya Mungu. Zinakubaliana. Roho Mtakatifu tayari ako ndani mwako. Na Roho Mtakatifu ndiye anaomba kukupitia. Anaomba mambo ambayo yanakubaliana na mapenzi ya Mungu. Hiyo ahadi ya John 14:14 na ukiomba neno lolote kwa jina langu mtalitenda. Ni ya watoto wa Mungu. Sio ya wale kina Ismail. Watu wa utu wakati. Watu ambao bado wanafuata tamaa za mwili. Hao wataomba wapewe kombe. Hao wataomba vita. Wataomba kupigana. Wataomba anasa za ulimwengu. Unadhani Mungu atajibu?
hawezi kujibu, japokuwa ameahidi ukiomba neno lolote kwa jina lako atatenda. Hawezi kuwatendea, maana wao hawako katika milki yake. Wao sio watoto wake, hawajaingia ndani kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini wewe ambaye umeokolewa, basi sikiliza, ukiomba neno lolote kwa jina lake atalitenda. Hiyo ni ahadi yako. Tena naahidi ya kwamba ahadi zake Mungu zote kwako wewe ni ndio na amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So, nataka kuendelea kufunua ndani kuhusu madhabahu na jinsi ambavyo inafanya kazi. Kuna mtu ameuliza hapa, je, Bishop, madhabahu mtu anaweza kukuinulia? Swali zuri sana. Ni kweli mtu anaweza kukuinulia madhabahu. Mtu anaweza kukuinulia madhabahu. Anaweza kuinulia madhabahu katika Yesu Kristo, ama anaweza kuinulia madhabahu nje ya Yesu Kristo. Wacha tuangalie madhabahu ambayo mtu anainulia nje ya Yesu Kristo. Maana hayo ndio mengi yanatawala maisha ya watu wengi. Watu wengi shida ambazo wako nazo ni kwa sababu kuna mtu aliwainulia madhabahu ya kuwafinya, aliwainulia madhabahu kwa shetani. Mtu aliona wewe katika umaskini na akaenda kwa shetani, akainua madhabahu, akapeleka mali zake huko, ng'ombe zake, kondoo zake, waganga, nini, akapewa vitu fulani fulani za kuhakikisha ya kwamba anazitumia kuinua madhabahu kwa maisha yako ili wewe ubaki katika umaskini. Inawezekana. Kuna watu wengi ambao ni wagonjwa kwa hospitali. Wanatibiwa, daktari anaangalia haoni ugonjwa ni nini. Na wanaendelea tu kwa wagonjwa. Ugonjwa kama ule kuna madhabahu nyuma yake. Kuna madhabahu nyuma yake. Kuna mtu alikwendea kwa mganga, alikwendea kwa mashaitani na akakuinulia madhabahu. Yaani madhabahu ndio yanapigana na wewe. Sio kama yule mtu alikuroga. Mtoto wa Yesu uchawi hauwezi kushika. Haiwezekani. Numbers 23:23. Lakini wakikuinulia madhabahu, wewe ni mtoto wa Mungu, Mungu yuko na wewe, lakini yale madhabahu yanapigana na wewe. Yanakufinyilia. Vita vya Ukristo vinapigana juu ya madhabahu. Ni madhabahu huwa yanapigana na madhabahu mengine. So, katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 6, kuna hadithi ya jamaa anaitwa Gideon. Nimewahi kuzungumzia. Maandiko yanasema ya kwamba malaika wa Bwana alimtokea Gideon na akamwambia Gideon, Mungu yuko pamoja na wewe, wewe shujaa. No? Malaika wa Mungu anashuhudia kwamba alikuwa na Gideon. Mungu alikuwa na Gideon. Na Gideon alikuwa anaishi maisha gani? Alikuwa anaishi maisha ya mateso, maisha ya njaa, maisha ya umaskini, maisha ya kudumishwa. Na Mungu alikuwa na yeye. Gideon is the perfect example ya Wakristo ambao Mungu ako na wao, lakini madhabahu yanawapiga. Madhabahu yanawapiga. Hakuna mtu amekoroga. Ni madhabahu tu wanakuja. Shetani anajua hawezi koroga wewe Kristo. Hawezi. Ile kitu anafanya ni madhabahu anainua juu ya kimapepo ya kukupiga. Gideon, Mungu anasema ako na yeye, lakini Gideon ni maskini. Tukitarajia kama Mungu ako na Gideon, Gideon nawe tajiri. Gideon nawe na amani. Gideon nawe mtu mkuu. Gideon nawe mtu ambaye anabariki. Yeye hakopi, anakopesha. Haombi, anapeana. Hapungukiwi, anaongezeka, amebarikiwa kila sehemu. Gideon. Lakini chapo kwa Mungu anasema Mungu yuko na wewe, shujaa. Maisha ya Gideon ni opposite in the physical. Very opposite in the physical. Very opposite. Na ndio maana Wakristo wengi wako namna hiyo. Wakristo wengi wako namna hiyo. Very opposite in the physical. Kwa maana sababu ni nini? Gideon akamuuliza Mungu, kama kweli Mungu yuko na mimi, mbona anapitia shida hizi? Mbona anapitia matatizo haya? Mbona nimefinyiliwa katika maisha? Maandiko pale chini kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 yanasema kwamba Mungu alimpa Gideon maelezo. Alimwambia aenda nyuma ya nyumba ya baba yako, huko kuna madhabahu ambayo yanakupiga. Ndio niko na wewe. Ndio wewe ni mtoto wangu, umeifanisha na jina langu. Najua katika anga za kiroho wewe ni shujaa. Ukiomba kila jambo ninakujibu. Lakini katika maisha yako in the natural wewe ni maskini. Una njaa, umezongwa na magonjwa, maana kuna madhabahu yanakupiga. Baba ya Gideon aliinua madhabahu. Na madhabahu ilikuwa inampiga mtoto wake Gideon. Haya mambo tumeona. Tumeona. Hata Yesu mwenyewe akasema ya kwamba wakati unampa Yesu Kristo maisha yako, saa zingine hata maadui ambao wanapigana na wewe ni watu wa kweli wenyewe. Watu wa ukoo wa kweli. Mambo ya ajabu sana. Unaona Gideon, mtu ambaye alikuwa anapiga maisha yake. Mtu ambaye alinua madhabahu ya kupiga maisha ya Gideon. Si mwingine, ni baba yake mzazi. Baba yake mzazi. Kitabu cha Waamuzi mlango ni wa 6. Soma yote. So kuna Wakristo wengi wameinuliwa madhabahu ambayo yanawapiga vita. Ukiona Mkristo ameokoka na maisha yake yako na tabu,
umerarukiwa nguvu, hauwezi kuendelea, hauwezi kufanya kazi, hauwezi kutengeneza mali, amepara, ananuka na ameokoka. Huyo jamaa kuna madhabahu iko katika maisha yake, ameinuliwa na maadui zake. Ameinuliwa na maadui zake. Na maadui zake wanaweza kuwa ni maadui kwa kweli wa nje, ama shetani anaweza kuinua watu ndani ya ukoo wake wapigane na yeye. Wanainuliwa kwa madhabahu. Wanainuliwa kwa madhabahu. Madhabahu yalipiga Gideon kweli kweli. Yalimpiga mpaka akawa ni mtu wa kujificha. Na katika anga za kiroho yeye ni shujaa. Yeye ni shujaa. So kuna Wakristo wengi mmeinuliwa madhabahu na maadui zenu. Maadui wamekuinulia madhabahu. Wameenda kwa mapepo, wameinulia madhabahu. Wameenda kwa shetani, wamekuinulia madhabahu. Wameenda kwa waganga, wamekuinulia madhabahu. Yaani madhabahu yanakupiga wewe vita. Yanakupiga vita. Na tulijifundisha kwamba katika Matendo ya Mitume 10 mstari wa 4, madhabahu ya kiroho yanajengwa na vitu viwili: kuomba na kutoa. Sio kuomba peke yake. Ukiwa na mtu wa kufunga na kuomba peke yake, utaingia katika shida ya Danieli mlango wa 10. Tunapata kwamba alikuwa na delay katika anga za kiroho. Majibu yake yalicheleweshwa sana kujibiwa, akateseka hapa duniani siku 21. Mateso ambayo yalikuwa nje ya mpango wa Mungu. Mungu alishajibu kitambo, lakini delay ipo katika anga. Kwa nini? Alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba peke yake na matoleo. So wewe Kristo alivuka principle na kanuni za vita za kiroho hizo. Watoto wa giza wakiambiwa inua madhabahu, wakienda kwa mapepo na kwa wachawi na waganga wao, wawaambie hii issue inataka uinue madhabahu fulani. Watamake sure wamefanya vile mganga amewaambia. Watatoa kile kitu ambacho mganga amewaeleza. So wakati ambapo maadui zako wanakuingia madhabahu, wao huinua madhabahu ili kwanza ya kupiga, ya kunyanyasa, yaibe majibu ya maombi yako. Unaona sasa Danieli, nikuulize, huyo malaika wa Persia, Danieli mlango wa 10, alipandaje mpaka huko juu? Ni nini kilimpandisha huko juu? Ni kwa sababu katika ufalme wa Persia wale jamaa walielewa mambo ya kanuni ya vita za kiroho. Na walikuwa wameinua madhabahu makubwa sana mpaka juu. Na huyu principality ambaye alizuilia malaika wa Danieli alikaa juu ya yale madhabahu. Na yalikuwa marefu kabisa katika Persia. So malaika wa Danieli aliposhuka kukutana na madhabahu marefu sana, juu yake kuna pepo. Ilibidi malaika Mikaeli wa vita ashuke abaki hapo kwa hiyo madhabahu, na huyu pepo ndio huyu malaika wa majibu ya Danieli akashuka. So adui zako wakikuingia madhabahu yanaweza kuwa ya kukunyanyasa, ya kukudelay. Wanakuchelewesha. Ulisoma kitabu, ulipita first class honors, kile tunasema maini kando ya barabara. My friend, kuna madhabahu yanakupiga. Kuna watu wameinua madhabahu kwa kudelay katika kutamaka bila kazi. Hata wao wakiangalia tu hivi hao masomo yao. Umekuwa sura ya mtu ambaye hajasoma hata kidogo. Ni madhabahu yanakufanya ufanye namna hiyo. Madhabahu ilinuliwa kwa shetani. Na kwa maana shetani anajua namna ya kupiga katika vita vya kiroho ni madhabahu, na anajua madhabahu yanajengwa kwa matoleo na kwa kuomba. Yeye upiga vita sana Wakristo wasitoe. Sana Wakristo wasitoe. Ndio utapata kuna criticism mingi kuhusu matoleo. Mimi sifundishi juu ya ile ya kutoa na kufundisha kanuni za vita vya kiroho. Na matoleo ndio building blocks za madhabahu ya kiroho ambayo yataharakisha maombi yako yajibiwe haraka, kama Cornelius alipaka vipi? Jamaa hajaokoka, lakini apply kanuni za vita vya kiroho. Aliomba akatoa, kaomba akatoa. Saa ya maombi saa 9 malaika alishuka express bila kuchelewa. Kwani hao mapepo wako wakuu wa ufalme wa Persia wako walikuwako, but hawawezi mtu mwenye madhabahu. Shetani hamwezi mtu aliye na madhabahu. Hamwezi. Nikamwambia kwamba before waganga wafanye uchawi kwa mtu, wao hupiga ramli na kuangalia katika ulimwengu wa kiroho, huyu mtu madhabahu gani naongea kwa maisha yake. Ni madhabahu ya upande wa Yesu Kristo, upande wa Mungu, ama ni madhabahu ya upande wa shetani? Akikosa kupata madhabahu ya upande wa shetani, anajua yeye pia hamwezi. Na akipata jamaa hana madhabahu upande wa Mungu na hana madhabahu upande wa shetani, basi yule ambaye ameenda kwa mganga ili afanyie uchawi yule jamaa, anapewa masharti ya kuinua madhabahu ya kupiga yule mtu. Anaambiwa leta mafuta. Tamaliza hii maneno.
leta ng'ombe 3 mbuzi 2 na kuku. Tawaza hii maneno. Hiyo vitu inatolewa kwa shetani ili iinue madhabahu. Ni watu wangapi ambao katika kitanda cha magonjwa hawaja kupona? Magonjwa yametibiwa, yamekata kupona. Yanakula pesa tu. Yanakula pesa tu. Yanakula pesa tu. Baadaye jamaa atafariki. Tena hiyo bila ameacha nyuma kwa hospitali 3 milioni. Madhabahu yaliinuliwa ya kumrudisha katika umaskini. Yanampiga vipi? Yanampiga vipi? Na ukoo wake utachanga hiyo 3 milioni ulipo hospitali ndio watoe kwenda wazazi. Lakini hebu ambie iwe madhabahu kwa Yesu Kristo. Mtu wao watapona. Wanakataa. Wanakataa. Wanaanza siasa. Oh, pastors wanataka pesa. Oh, pastors wanataka pesa. Pastors wanataka pesa. Pastors wanataka pesa. My friend, kuna kanuni ya vita vya kiroho. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10, compare na kitabu cha Danieli mlango wa 10. Peke yako. Peke yako. Peke yako. Na ujiulize, hao watu wawili Kornelio na Danieli wanapata malaika. Kornelio malaika wake anasema kilichoendelea kwa ulimwengu wa kiroho. Wakati wa maombi anashuka. Mbinguni kwenye kiti cha enzi mbele kukatokea madhabahu. Mnara wa kumbukumbu, yani madhabahu. Ina jina la Kornelio. Kornelio akaangalia kwa vitabu zote. Akapatikana kitabu cha baraka kwa ndani, cha familia njema kwa ndani, kitabu cha watu walio na kazi nzuri kwa ndani, wenye cheo kwa ndani, na kitabu cha mwanakondoo cha uzima hakupatikana ndani. Madhabahu yakamtetea. So, wakati ambapo unabii wako wanakuinua madhabahu upande wa shetani, yale madhabahu yanakupiga. Yanakufunga kwa matatizo kwa muda mrefu. Kuna very long time. Unakaa kwa shida for a very long time. Unakaa kwa jangwa for a very long time. Maana wamekuinulia madhabahu ya kukuchelewesha. Na wakati wanakuchelewesha, maombi yako wanaomba yanashuka kutoka juu mbinguni. Hapa chini pia wanapigana na wewe. Wanakudiscourage. Wanakuconfuse. Wanakufanya utoke kanisani. Wanatumia mbinu za kukukosanisha na Wakristo wenzao. Ili uache kuomba, malaika wako kule juu wakose shinikizo ya kutoka mbinguni ya maombi yako. Kama kwa mfano unaendelea kuomba. Danieli anaendelea kuomba. Japo majibu hajaona, aliendelea kuomba. Hiyo maombi alikuwa anaomba ikaweka shinikizo mbinguni mpaka Mungu akatuma Michael. Hebu angalia maombi ya Danieli baada yanakuja juu na majibu tulirelease. Nini inaendelea barabara? Lakini ujanja wa shetani ni kwamba anakuinulia madhabahu na wachawi na warogi, ama wewe mwenyewe anakutumia kuinua madhabahu. Wewe mwenyewe anakutumia wewe kuinua madhabahu. Unaweza kwa namna gani kisha? Nilikufundisha kupitia kwa mila. Wakristo wengi wako kanisani wanaparticipate kwa mila. Hakuna mila inafanya bila mapendeleo. Hakuna. Wewe unakuwa Mkristo wako kanisani, hatoi kitu kanisani, lakini kwa ushetani anatoa. Anatoa sana. Katika mila anatoa, anasema lazima nitimize mbele za Mungu na nitoe. Enda participate, shukuru Mungu, lakini matoleo mengi leta kanisani. Unamwona mtu kanisani anatoa kidogo. Na matoleo ndio building blocks. Wewe mwenyewe unajengea madhabahu. Ndio unatoa familia, kwanza wale Wakristo ambao wanakuchanganya, kanisani lakini ananunua dawa ya mganga, au kanisani lakini ananunua hii manyasi, au kanisani lakini analeta muonaji, kanisani lakini anatembelea mtu mwerevu. Wakristo kama hao wako na shida. Maana ako ndani ya nyumba ya Mungu, lakini madhabahu yake makubwa yako ulimwengu wa kiroho, katika nguvu za shetani, ufalme wa shetani huko ameinua madhabahu yake makubwa huko. Haya madhabahu yatamwibia sana. Ataomba Kristo kama yule. Malaika watashuka na watapata madhabahu yako na jina lake. Si ya Kornelio alikuwa na jina lake madhabahu. Watapata madhabahu yako na jina lake. Jamaa aliinua lakini hajainua katika ufalme wa mbinguni, ni ufalme wa shetani. Malaika hawana budi la kuachilia majibu yake kwa madhabahu yako. Wanaachilia kwa madhabahu yako ambayo yako upande wa shetani, mali zako zote zinaenda huko. Baraka zako zinaenda huko. Biashara inaenda huko. Unapata msanii unasema hii injili sio kama Bwana anasema. Nimeomba. Nimekuja kanisani. Wacha nikuvumilie tu. Wewe mwenyewe ndio unachelewesha baraka zako. Inua madhabahu katika nyumba ya Mungu. Gideon alipogundua kwamba baba yake alimwendea madhabahu ya kumpiga, alifanya jambo. Malaika alimwambia angusha yale madhabahu ya baba yake. Ya Baali, madhabahu ya mapepo, ya mashetani, ya bila, ya utamaduni. Yameingiwa na watu wa ukoo. Yanakupiga pendo. Yanakupiga. Gideon anaenda kaangusha chini na mahali pake akainulia Yesu Kristo madhabahu. Kainulia Mungu wa mbinguni madhabahu wapi? Wewe pia fanya hivyo. Hii ni kanuni ya vita kiroho. Anza kuinua madhabahu.
Anza kuinua madhabahu. Na uzuri wa kuinua madhabahu katika kanisa la Mungu ni kwamba the more unaanza kutolea Mungu katika nyumba yake, the more in the spirit madhabahu yale mengine katika ulimwengu wa kiroho yanashuka chini. Ukitoa huku kwa Yesu, yale mengine yanabomoka. Ukitoa huku kwa Yesu, yale mengine yanabomoka. Hivyo the more unatoa, the more yanaenda chini. The more unatoa, the more yanaenda chini. The more unatoa, the more yanaenda chini. Na wacha nikwambie ni vita. Matoleo ni vita. Matoleo ni vita. Hata roho yako yenyewe imesikia haitaki kutoa. Haitaki kutoa. Tunakwambia no, don't give. Kuna mambo mengine ya kufanya. Kuna mahitaji mengi ya kufanya. My friend, as long as unaignore kujiinulia madhabahu, wewe ndio unateseka. Unateseka. Kuna watu ambao katika ukoo, familia na jamii ambazo walio madhabahu ya nguvu kitambo katika ulimwengu wa giza. Yanawapiga vita mpaka leo. Yanawapiga vita. Na madhabahu ya shetani yanakuwa na renew. Anaelewa kabisa principles za vita vya kiroho. Madhabahu mengi yanakuwa renewed ama yanajengwa mwisho wa mwaka na mwanzo wake. Disemba kama hii ama Januari. Huo wakati wa kuinua madhabahu ambayo yatakutetea mwaka ule pili. Watu wengi busy ambao mnanisikiliza. Umeteseka sana. Ni kwa sababu kuna watu walikuinua madhabahu katika ulimwengu wa giza. Ndoa yako imeteseka. Unainua madhabahu katika ulimwengu wa giza. Na wamama yaruke. Mama akisema anaenda kwa mganga kuria dawa ya mapenzi. Anakudanganya. Anakubakia madhabahu ambayo yatatesa ndoa yako na watoto wako. Wewe kama unataka mume akupende, kwa mzuri, kwa na adabu njema, oga, kwa vizuri, pendeza, wacha kwa mkali, wacha kujibu ukiwa rude. Onyesha upendo, utapenda. Then kuja kanisani uombewe. Na unywe madhabahu. Utoe matoleo kwa sababu ya mume wako akupende. Uone kama hapa kupenda. Takupenda. So watu wengi this year unanisikiliza. Umeteseka sana kwa maisha. Hii ni December, Januari inaingia. Hii ndio season ya kuinua madhabahu. Mwanzo na mwisho wa mwaka huo na mwaka wakati wa kurenew covenant za madhabahu na kuinua madhabahu mapya. Usikubali madhabahu ya mateso ambayo yamekutesa mwaka wa 2018 ya baki yamesimama ukiingia 2019. Vunja hayo. Vunja hayo madhabahu. Umeteseka 2019. Umeugua 2019. Hakuna project tumefanya 2018. Hakuna maendeleo tumefanya 2018. Shida matatizo tangu 2018. Ulemavu umekupata 2018. Usikubali hayo madhabahu yasimame bado ukiingia 2019. Yaangushe kwa kufunga, kuomba, kuinua madhabahu kwa Mungu kwa ministry kama hii yetu. Naomba pray luko na. Tuma pesa ya kuinua madhabahu. Mungu akatumia Mungu kufundisha watu wake. 2019 ni mwaka wa walio na madhabahu. 2019 ni mwaka wa walio na madhabahu. Paybill yetu ni 529083. 529083. 529083. 5295. Account name is CMI. Account name ni CMI. Cool Ministries International. Tuma. Uone kama Yesu atavunja madhabahu. Madhabahu yalikosa kazi. Yamekusumbua sana hizi. Hebu inua madhabahu mapya. Paybill uko nayo. Tuma 1000, 10,000, 20,000. Uinue madhabahu katika ministry. Mungu atakupigania. Utapata watu. Utasoma. Utaendelea. Madhabahu yote ya shetani kinyume nayo yataangamia. Na ujanja wa shetani ni ule tu. Akijua kwamba unataka kwanza kuinua madhabahu kwa matoleo, atakuletea watu wa kucriticize matoleo. Atakuletea wafundishaji ambao watapiga matoleo na wanakuja na kwa miwani na wanakuja na kwa madigrii na wanaanza kukufundisha. Imani ndio kinyume kabisa na mambo ambayo Kornelio mtumishi wa Mungu alifanya na akapata breakthrough. Danieli mtumishi wa Mungu hakuyafanya, alichelewa. Gideoni mtumishi wa Mungu aliyafanya akashinda. Yakobo mtumishi wa Mungu aliyeweka kando for 14 years. Hakuinua madhabahu pale Bethel. Aliambia Mungu siku nitarudi. Hapa nitainua. Delay ilikuwa na yeye for 14 good years. Alitamani kuwa msichana lakini 14 years delay. Maana madhabahu ya Labani alimpiga ya mchelewesha. Alipokuja kafika Bethel 14 years later akainua madhabahu. Bas, yule alikuwa mwisho Mungu delay ya Labani kwa mwisho. That was the end. Shetani kijua unataka
kumshinda uangushe madhabahu. Atafanya juu chini ya kuzio usitoe madhabahu. Atakwambia usitoe. Atakwambia Christmas imefika. Atakwambia siku zimefika. Mbona wakati wa sherehe za kidunia hiyo akili ukonge nayo? Unakonga tunaiwa akili ya kukumbuka mahitaji yako. Sasa hivi wanafundisha neno la Mungu utoe huduma. Ni kwa sababu kuna vita vya kiroho. Shetani anataka umaintain madhabahu yake ya kukupiga vita ya baki ya misimamo. Lakini nashukuru Mungu kwa watoto wangu. Maandiko yanasema kitabu cha Mathayo 15:15. Yesu anasema kwamba na kila pando ambao walipopandwa na Mungu wa mbinguni baba yetu litamwelewa kwa miguu. Kwa hivyo haya madhabahu ambayo shetani alipanda, maadui zako waliguza shamba zao, wakakuendea mahali, hawakuingia madhabahu, ili ubaki katika shida na matatizo, ndoa yako ibaki iko na tabu. Mathayo 15:15. Maandiko yanasema ya kwamba bali Yesu akajibu na kusema kila pando lisilopandwa na Baba yangu wa mbinguni litang'olewa kwa mizizi yake. Kwa hiyo madhabahu ambayo haja inuliwa na Baba yetu wa mbinguni, decree imeshatoka, amri imetoka kwamba haya madhabahu yang'olewe kutoka kwa mizizi yake, yang'olewe kutoka kwa mizizi. Hii ni season ya kung'oa madhabahu yote ambao wachawi walikuwa wameingia kinyume na maisha yao. Waliuza shamba zao, mali zao, tajiri wao. Kuna watu ambao wako tayari kugharamika, my friend, wakufunge katika tabu, yaani wa make sure wewe unateseka, na wanakutembelea. Habari imemkaje, kwa namna gani? Bado uko tu hivi, ai pole sana, pole sana. Wanakupigia simu hata kama uko mbali, unaendelea hivi, ai bado unateseka tu, oh hii shida bado, ai pole sana. Wanaambia mganga kaza, tuongeze nini tena, tuongeze madhabahu kali, tufanye nini tena, tufanye nini tena. Yaani wako tayari kugharamika, wewe ubaki umefungika katika shida na matatizo. Wakati umefika, decree imetoka, kila madhabahu ambayo sio Baba wa mbinguni aliinua ni lazima yaondolewe kwa mizizi, na ni wewe ndio utaparticipate actively. Maandiko yanasema kwamba yatang'oka yenyewe, inasema yatang'olewa. Na wenye kufanya hii kazi ni kanisa, watoto wa Mungu waliookolewa ndio wenye kung'oa. Wanaona namna gani? Kufunga, kuomba, kutoa. Huyu mtumishi wa Mungu Gideon aling'oa madhabahu ya baba yake na akainua ya Yesu. Unapoinua madhabahu ya mbinguni, basi yatalemea yale mengine. Huo ni wakati wa kung'oa madhabahu ya mapepo, ya mashetani, ya delay, ya magonjwa, ya confusion, ya ndoa zilizovunjika 2018, ya magonjwa yaliyokuzonga 2018, ya kilio ulicholia 2018. Chukua simu yako, paybill 529083, tuma pesa ya kuinua madhabahu, account name CMI. Kuwa kama mtumishi wa Mungu Kornelio aliomba akatoa. Shetani anataka ukue kama Danieli, uombe na usitoe. Ama anataka ukue kama Yakobo, useme wacha niombe kwanza, Mungu akinisikia ndio baadaye nitatoa. Delay itakungoja. Delay itakungoja. Takungoja. Ama unasema mimi najua Mungu ako na mimi, sisi lazima niwe madhabahu. Soma mambo ya Gideon. Mungu alikuwa naye kabisa kamili, tena ripoti kutoka mbinguni. Malaika akasema Gideon, Mungu ako na wewe. Lakini jamaa amerarukiwa nguo, analala njaa, ako na madeni, hawezi kulipa rent, na Mungu ako na yeye. Kwa nini? Madhabahu ilikuwa imeinuliwa kumpiga katika anga za kiroho. Principle ya vita vya kiroho. Ukitaka maombi yako yajibiwe haraka without delay, inua madhabahu. 2019 inulie madhabahu. Inulie madhabahu. Tutakuwa tumkesha mzipo wa kuinua madhabahu tarehe 31 Disemba. Then tutakuwa na maombi mazito ya kufungua mwaka. Itakuwa ni tarehe 12 hapo Februari. Mungu atupatie uzima 2019. Maana tunaingia katika kipindi cha maombi ya kufunga. Na tutaombea matoleo yako ambayo unayatoa kwa kuinua madhabahu, na Mungu atakutetea. Kuna watu ambao waliinua madhabahu ili wasiwahi kuokoka. Wasiwahi kuokoka. Wanatamani kuokoka lakini warudi nyuma. Madhabahu inakuwa kama ile kitu ng'ombe inafungiwa. Hiyo kitu na kikingi na dungu chini ng'ombe inafungiwa. Hiyo ndio kama madhabahu. Kuna wazee wa zamani walienda kwa shida na kuinua madhabahu, wakaambia shetani wao na uzazi wao watamtumikia. Sio unapata mtoto amezaliwa kwa familia, anatamani kuokoka, anasimama, ana backslide. Ni kwa sababu kuna madhabahu ya kukataa wokovu yaliinuliwa kwa ile familia. Na mzee alijiapisha yeye na uzao wake na mbegu yake yote vizazi vingine baadaye.
Madhabahu kama hayo yanavunjwa kwa mtu kwa hiyo familia kuinulia madhabahu. Wewe umeokoka kwa familia. Wenzako hawaja kuokoka. Unaomba waokoke, uongeza madhabahu. Inua madhabahu, sema haya madhabahu Yesu ninainua familia yetu yote iokoke kwa jina la Yesu. Itaokoka in Jesus name. Itaokoka kwa jina la Yesu. Hallelujah. Uko hapo na hujaokoka. Sema Bishop, umesikia neno, niombe niokoke. Sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu kwa kitabu cha Mungu. Niandike kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen. Kama umeomba ile ombi, maandiko yanasema Warumi 10:9. Kiamini kwa moyo wako vile umeamini, ukiri kwa kinywa chako vile umekiri, unaokolewa. So tupigie simu, tutakudirect kanisa ambalo utaenda karibu na wewe. Tuko na wachungaji wengi ambao ni marafiki zetu kila eneo ya Western Kenya, Nairobi, Mombasa, tutakuelekeza mahali ambapo eneo. Wacha Bwana akubariki unapozidi kuinua madhabahu. Mimi naitwa Askofu Jacobs, kanisa letu naitwa CMI. Bwana akubariki sana in Jesus name. Asante. Vola no moyo kwanje, vola no moyo kwanje, vola no moyo kwanje, nenyo kumanya elyenyaliryo. Vola no moyo kwanje, vola no moyo kwanje, vola no moyo kwanje, nenyo kumanya elyenyaliryo. Amera kanje ni Nancy Sino, Entranga County ya Kakamega. Ndimbanga tinyimbo tyo kwisomia Nyasaye ne endolanga TV ya Western Nyota nendikombanga abaluya fwes kuenje TV yefu ya Western Nyota halala TV ya baluya muriomna. Ino niyo TV iyo yenyene mumbo mwa Kenya. Western Nyota TV, sauti ya mumbo mwa Kenya, ebindu bichenjanga.